Mganga mfawidhi wa zahanati ya Iringa Lutheran Dr. Noel Kivamba awaonya watumiaji wa dawa aina ya P2. Mvutano wa Mashariki ya Kati umechukua mkondo hatari zaidi baada ya Iran kushambulia vituo vya gesi nchini Qatar. Na katika michezo na burudani, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamondi ametangaza rasmi kikosi cha wachezaji 25. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelson Jafet. Mganga mfawidhi wa zahanati ya Iringa Lutheran Dr. Noel Kivamba amewaonya watumiaji wa dawa za dharura kuzuia mimba maarufu kama P2 na kuwataka kutumia njia mbadala za uzazi wa mpango zisizokuwa na athari. Dickson Sanga anaundani na taarifa hii. Mganga mfawidhi wa zahanati ya Iringa Lutheran Dr. Noel Kivamba awaonya watumiaji wa dawa za dharura za kuzuia mimba maarufu kama P2 na kuwataka kutumia njia mbadala za uzazi wa mpango zisizokuwa na athari. Hayo amezungumza katika mahojiano yaliyofanyika na UoI Digital. Amesema watu wengi wamekuwa wakitumia dawa hizo kama njia ya uzazi wa mpango, jambo lisilo sahihi na linalopelekea madhara katika afya za watumiaji. Wakiyapata baada ya kutumia dawa hizi, kwanza kabisa kumekuwa kuna changamoto ya kichefuchefu. Watu wamekuwa wakiwaletea changamoto za kupata kichefuchefu, lakini pia imekuwa ikiwaletea hali ya kutapika sana, imekuwa ikiwasababishia hali hiyo kwa wale watumiaji wa dawa hizo. Lakini pia maumivu makali ya kichwa, watu wamekuwa wakipata hayo maumivu baada ya matumizi ya dawa hizo. Lakini pia naweza kusema kwamba kumekuwa kuna mabadiliko ya hedhi au tunasema kitaalamu irregular mens. Ameongeza kuwa ni muhimu jamii kaendelea kupata elimu sahihi ya uzazi wa mpango hasa kwa vijana na kutumia njia zinazokubalika kiafya. Kwanza kabisa kuna njia za asili. Njia za asili ambazo zinaweza kutumika kama uzazi wa mpango nje ya P2 ni kwanza kuna njia ya hedhi. Hedhi ni njia ya asili ambayo inaweza kusaidia mtu siweze kupata changamoto hiyo ya siweze kuleta changamoto kusema kupata mimba isiyotarajiwa. Ndio maana kuna kalenda, kuna nini, nadhani kina dada wengi wanazielewa hizo. Na wananchi wametoa maoni yao juu ya matumizi ya P2 na njia nyingine za uzazi wa mpango na kuomba wataalamu wa afya kutoa elimu endelevu ya uzazi wa mpango. Cha kwanza wajali afya zao. Ukishajua umuhimu wa afya yako, ina maana hautahitaji vile vitu ambavyo vitavuruga afya yako. Lakini kitu cha pili, wajiamini, waache kutumia madawa, kwa sababu kutumia dawa mwisho wa siku itakupelekea siku za baadaye uko unahitaji kuwa na mtoto kupati. Yaani waachane na hayo masuala ya kutumia hizo dawa. Binti au wamama au wanawake ni basi kwamba wasitumie hizo dawa, kwa sababu madawa hayo si mema sana kwa afya zao, ili kulinda vizazi vyao pamoja na afya kwa ujumla katika uzazi wake. Nikiripoti kutoka dispensari ya Lutheran hapa mkoani Iringa ambako tumepata elimu sahihi ya matumizi ya dawa aina ya P2. Mimi ni Dickson Christopher Sanga wa UoI Digital. Baadhi ya wataalamu wa saikolojia pamoja na vijana Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza misingi muhimu inayoweza kumsaidia kijana kufanikisha malengo katika maisha, wakisisitiza nidhamu, maamuzi sahihi na kujitambua. Mwanahabari wetu Angela Mwanyika ana undani wa taarifa hii. Baadhi ya wataalamu wa saikolojia pamoja na vijana wameeleza misingi muhimu inayoweza kumsaidia kijana kufanikisha malengo yake katika maisha, wakisisitiza nidhamu, maamuzi sahihi na kujitambua. Akizungumza na UoI Digital, wamesema kuwa nidhamu ni misingi mkubwa kwa kijana yote, kwani humsaidia kupanga maisha yake na kufikisha malengo aliyojiwekea. Kuna misingi mbalimbali ambayo kijana anaweza kufuata ili kutimiza malengo yake ya kimaisha. Moja ni ile anasema motisha ya ndani, intrinsic motivation. Yeye mwenyewe anayo motisha wa kuweza kufanya mambo ili aweze kufanikiwa. Kuna watu wengine hata kama anaweza kufanikiwa, ana ile motisha, anaweza kuwa anafanya mambo bila motisha ambayo inaweza kusababisha shindwe kufanikiwa kimaisha. Lakini sababu ya pili ni kujitambua, self aware. Aidha, vijana wameendeleza kusisitiza umuhimu wa kuwa na mwelekeo sahihi katika maisha ili kuepuka kupoteza muda. Washauri kwa vijana waendelee, labda kwa sasa hivi atakuwa kila mtu ana malengo. Akiweka malengo yake na ajiamini katika kile anachokifanya,
baadaye, kwa sababu ukiweka malengo alafu usijiamini huwezi kufanikiwa, kwa sababu unaweza kufanikiwa katika kile kitu ambacho unaamini hata kama ni hakiko sawa, lakini kama unajiamini unaweza kufanya kikawa sahihi kwa mtu mwingine. Wataalamu wa saikolojia wameeleza kuwa nidhamu, juhudi na malengo yaliyo wazi ni nguzo muhimu kwa vijana kufikia mafanikio. Ili ufanikiwe ni vizuri kuwa na nidhamu. Hii ndio inaweza ikafanya ufanikiwe mapema, uchelewe kufanikiwa, lakini pia unaweza ukaja kufanikiwa katika umri mkubwa. Ila tunachoweza kusema hakuna umri sahihi kufanikiwa. Kwa hiyo hakuna aliyewahi kufanikiwa wala aliyechelewa kufanikiwa. Issue inategemea na wewe na malengo yako. Na haya ni maoni ya viongozi wa saikolojia pamoja na wanasaikolojia wakieleza jinsi kijana anaweza kuweka malengo yake wazi ili kutimiza ndoto zake. Nikiripoti hapa kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Angela Alex wa UoI Digital. Shukrani sana Angela kwa taarifa hii. Taarifa yake Angela inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Dickson Sanga. Serikali ya Marekani imechukua hatua za kidiplomasia kujaribu kufufua mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kuwakutanisha wawakilishi wa DRC na Rwanda mjini Washington. Katika muktadha wa kuamua mchakato wa amani mashariki mwa DRC ambao unaonekana kukwama kufuatia kuendelea kushuhudiwa mapigano, Marekani iliwakaribisha wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Washington siku ya Jumanne na Jumatano. Washington imelaumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 kuendelea na vurugu mashariki mwa Kongo. Rwanda inakanusha kuiunga mkono M23. M23 ilifanya mashambulizi makali mashariki mwa Kongo mnamo Januari 2025 na bado inashikilia maeneo makubwa ya ardhi. Mvutano wa Mashariki ya Kati umechukua mkondo hatari zaidi baada ya Iran kushambulia vituo vya gesi nchini Qatar na Saudi Arabia kufuatia shambulizi la Israel kwenye kituo kikubwa cha South Pars, huku Donald Trump akionya juu ya uwezekano wa mashambulizi makubwa zaidi iwapo hali hiyo itaendelea. Vita vya Mashariki ya Kati vimeendelea huku Iran ikirusha makombora kulenga vituo vya nishati ya gesi nchini Qatar na Saudi Arabia baada ya Israeli kushambulia kituo kikubwa cha gesi nchini Iran cha Paris. Wizara ya nishati nchini Qatar imesema kituo chake cha gesi kilichopo Ras Laffan kimeharibiwa vibaya kufuatia shambulizi la makombora kutoka Iran. Rais Donald Trump amesema Marekani haikufahamu kuwa Israel ilishambulia kituo cha gesi nchini Iran na kutishia mashambulio makubwa yatafanyika katika kituo cha gesi kusini mwa Paris iwapo Iran itashambulia tena kituo cha gesi nchini Qatar. Asante sana Dickson kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Sheila Baraka katika habari za biashara na uchumi. Wakulima na wafanyabiashara wa zao la nyanya katika mtaa wa Tumaini, kata ya Kiesa mkoani Iringa, wameeleza sababu zinazopelekea kupanda kwa bei ya zao hilo sokoni. Wakizungumza na UoI Digital, wafanyabiashara hao wamesema kuwa kwa sasa bei ya nyanya limepanda kwa kiwango kikubwa, hali inayoathiri uuzaji na kupanda kwa bei ya nyanya. Wateja wanapunguza hata kipimo cha kuja kununua nyanya kwa sababu mtu anakuja na 500 anataka nyanya, kitunguu, karoti, pilipili, kwa kifuta nyanya iko bei. Kwa ina maana yeye anakuwa hatumii tena nyanya. Kwa maana kiwango cha mahitaji ya nyanya kinapanda. Wameeleza kuwa miongoni mwa sababu kuu ni kupanda kwa gharama za pembejeo za kilimo, ambapo wameiomba serikali kuangalia upya bei ya pembejeo hizo ili kurahisisha uzalishaji na kuongeza upatikanaji wa zao hilo sokoni. Ni hali ya hewa, mvua. Unakuta kwa asilimia kubwa watu walilima, lakini kuna baadhi ya maeneo ndio hivyo zimechukuliwa. Hiyo nayo pia inapelekea. Baadhi ya wateja wa zao hilo wamesema kuwa wanapata changamoto ya kumudu gharama za nyanya kutokana na kupanda kwa bei na upatikanaji wa zao hilo. Changamoto ambayo inapitia zaidi kwa sasa hivi, ukitaka nyanya za 200 haiwezekani. Ila kwa mara ya kwanza unaweza kupata nyanya za 200. Kipimo sasa hivi ni kuanzia 500 na kuendelea. Hiyo changamoto kubwa ambayo inapitia kama kutokana na changamoto wanazopitia wakulima pamoja na wafanyabiashara wa nyanya, wameomba serikali kurahisisha upatikanaji wa pembejeo za kilimo ili kuweza kuepuka kero katika wasilishaji. Nikiripoti kutoka hapa soko la Tumaini, ni mimi Irene Yusufu, UoI Digital.
Shukrani sana Sheila kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane na Mahmoud Ali. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamondi ametangaza rasmi kikosi cha wachezaji 25 kitakachoingia kambini kujiandaa na michezo ya kimataifa ya FIFA Series 2026. Amesema kuwa uteuzi wa kikosi hicho umezingatia uwezo wa wachezaji, kiwango chao cha hivi karibuni, pamoja na mahitaji ya timu katika mashindano hayo. Ameeleza kuwa lengo kuu ni kujenga timu imara itakayoweza kushindana katika ngazi ya kimataifa. Kikosi hicho kitatarajiwa kuanza kambi rasmi Machi 22 mwaka huu, ambapo wachezaji wataanza mazoezi maalum ya kujiandaa na michezo hiyo ya kirafiki yenye ushindani mkubwa. Miongoni mwa wachezaji waliotajwa katika kikosi hicho ni pamoja na kipa Aisalum Manula anayelinda lango la Azam FC, ambaye ameendelea kuwa chaguo muhimu kutokana na uzoefu wake na uwezo wake mkubwa uwanjani. Kocha Gamondi amesisitiza kuwa maandalizi ya kutosha yatafanyika ili kuhakikisha timu inafanya vizuri na kuleta matokeo chanya katika taifa la Tanzania. Aidha, amewataka mashabiki wa soka nchini kuendelea kuiunga timu yao mkono katika safari yake ya kimataifa. Asante sana Mahmoud kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Maria Anton. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipindi chako pendwa cha msamiati wa leo, na leo tumeweza kukuletea msamiati istilahi. Je, unaelewa nini kuhusu msamiati istilahi? Kabla ya kukueleza maana halisi ya msamiati istilahi, twende tukawasikilize wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa watueleze wanaelewa nini kuhusu msamiati istilahi. Kaka, habari yako? Salama, kwema. Kwema, za wewe? Nzuri kabisa. Samahani, tunapozungumzia msamiati istilahi, kwa binafsi wewe unaelewa nini kuhusu msamiati istilahi? Msamiati istilahi ni maneno ambayo yametolewa kimafumbo ili kuweza kupata maana ya jambo fulani. Istilahi ni msamiati maalum ambao unatumika na umekubaliwa na jamii katika mawasiliano. Je, unaweza kanitungia basi sentensi moja au mbili? Tunatumia mzani kupima vitu. Maharage ndio tunaweza kutumia mzani. Mtazamaji wa UoI Digital, tumeweza kuwasikia wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakitueleza maana tofauti ya msamiati istilahi, lakini maana yetu kamili na maana ya kwamba ni neno maalum linalotumika katika taaluma fulani. Mfano, katika taaluma ya udaktari neno linalotumika ni kwamba utameza dawa 2 mara 3. Ulikuwa nami Maria Anton wa UoI Digital. Tuwabariki kidigitali. Asante sana Maria kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murua kabisa, na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati istilahi. Nami nakuacha na sentensi semayo wanafunzi walitumia istilahi katika masomo yao. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Nelson Jafet. Asante na kwaheri.